Bwana huyu ni jamaa kutoka pande za 254 Kenya. Huyu anaitwa Kasipul, ambapo hapo awali tulikuwa tunamtambua kama Mwijaku wa Kenya kutokana na yeye naye ni chawa. Katika machawa wachache sana kutoka nchi jirani huko Kenya, basi Kasipul ni chawa. Sasa Kasipul bwana ametokea nyumbani kwa Harmonize jijini Dar es Salaam, maeneo ya Salasala, ambapo alipofika tu pale alikutana na Harmonize mwenyewe, akazungumza naye, na jinsi ambavyo Kasipul alichokizungumza na Harmonize bwana ameeleza wazi jinsi gani ambavyo watu wa mtaani huko Kenya wanavyomkubali sana Konde Boy. So Kasipul bwana amezungumza vitu vingi sana. Bila kupotezea muda, nataka kwanza usikilize, alafu nikwambie pia kuhusiana na jinsi ambavyo baadhi ya page kutoka Kenya huko zilivyoripoti kuhusiana na hii issue ya Kasipul kwenda nyumbani kwa Harmonize na kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na sifa nyingi ambazo amezidedicate kwenda kwake Harmonize Konde Boy. Msikilize hapa kwanza Kasipul. Konde Village, I'm privileged to have the superstar himself, man. Let me celebrate you when you're still alive, man. Umekata mipaka, alafu ghetto za Kenya zinakukubali mbaya sana. The only artist from Tanzania mwenye anakata ghetto za Kenya. Sasa mimi nachukua nafasi hii kukukaribisha kwanza. Kibera, ghetto ya Kibera anakungojea. Ghetto ya Madara anakungojea. Ghetto ya Dandora anakungojea. Ndio ukifika mwambie wasema wanta kwa nangu wa ghetto wanakukubali sana, wakati civilize mno. Ndio kuna mwamba hapa sasa. Thank you very much, sir. Thank you, many host vizuri. Nimekaribia vizuri, unaishi kistar. Hauishi kama msanii, unaishi kistar. Sio msanii, unajua kuna tofauti ya msanii na star. So I'm honored, man. I'm honored. Appreciate mama vitano tena mamangu. Mitano tena. Sindio? Mitano tena Oktoba tunatiki. Tunatiki. Wanasema Oktoba tunatiki. Alafu kuna ile basi na wakisema najipendekeza mimi niko hapa najipendekeza. Thank you, bro. Thank you, bro. Yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Kasipul baada ya kukutana na Harmonize. Sasa peji mbalimbali kutoka Kenya huko zimekuja kuripoti kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Actually kuna page hapa wameandika kwamba Kasipul meets Harmonize in Konde Village, Tanzania, extended a warm invitation to Kenyan ghettos. Yani maana yake hapa kwa Kiswahili wanamaanisha kwamba Kasipul amekutana na Harmonize nyumbani kwake Konde Village, Tanzania, na kumuelezea jinsi gani ambavyo Wakenya wanavyomkaribisha magetoni huko kwao. Yeah, so baada ya hapo akaelezea hapa kwa urefu zaidi. Okay, ameandika kwamba Kenyan digital creator and outspoken media personality Kasipul recently linked up with Tanzanian Bongo Flava star Harmonize at his lavish residence in Konde Village, Tanzania. Maana yake ni kwamba anamaanisha hapa kwamba bwana mtengenezaji wa content katika mitandao na mtu ambaye anazungumza katika media mbalimbali, Kasipul hivi karibuni ameonekana nyumbani kwa star wa Bongo Flava Tanzania huko Harmonize katika makazi yake ya kifahari ya Konde Village nchini humo Tanzania. Then wakaendelea hapa kusema kwamba the meeting was filled with positive energy as the two warmly greeted each other. Yani kwamba huu kukutana kwao kulikuwa na matokeo chanya au kulikuwa na energy chanya kutokana na kwamba wote walikuwa wanapongezana, showing strong brotherhood between Kenyan and Tanzania entertainment figures. Yani wakiwa wanaonyesha jinsi gani ambavyo kumekuwepo na mshikamano katika sekta ya burudani kati ya Kenya na Tanzania. Then wakaendelea hapa kusema kwamba Kasipul didn't hold back his admiration for Harmonize, pressing him as the only artist who has managed to penetrate the deepest parts of Kenyan's ghetto. Akiwa anamaanisha kwamba Kasipul ameonyesha jinsi gani ambavyo anavyomkubali Harmonize kwa jinsi ambavyo alivyoweza kupenya katika maeneo ya ndani kabisa, yani ya mazingira ya Kenya ambayo yanajulikana kama Kenyan's ghettos. He mentioned that Kibera, Mathare and Dandora, some of Nairobi's most vibrant and iconic neighborhoods, are all recognized and love Harmonize for his realness in the street appeal. Maana yake inamaanisha kwamba huyu Kasipul ametaja maeneo kama vile Kibera, Mathare pamoja na Dandora na maeneo mengine
ya mji wa Nairobi ambayo yanafahamika kama mitaa ambayo inayomkubali sana Harmonize kwa ukweli aliyokuwa nao na jinsi ambavyo wanavyomchukulia mtaani. Taking the opportunity during their interaction, Kasipul extended and heartfelt invitation to Harmonize to visit. Taking the opportunity during their interaction, Kasipul extended a heartfelt invitation to Harmonize to visit these Kenyans ghettos, saying that the people are ready to welcome him with open arms. Akiwa anamaanisha kwamba bwana, kutokana Kasipul ametumia hiyo nafasi pia kumkaribisha Harmonize katika hayo maeneo ambayo ameyataja, aende Kenya, katika mageto ya Kenya huko, kwenda kusalimia na kuwapa hai watu ambao wanaomkubali na watampokea kwa mikono iliyofunguka. Kasipul also extended his gratitude to the warm hospitality he received at Konde Village. Pia vile vile Kasipul ameshukuru kwa jinsi ambavyo alipokelewa vizuri pale Konde Village, noting how impressed he was with the singer lifestyle. Lakini pia vile vile amegundua na ameappreciate na amefurahishwa sana na maisha ya Harmonize. Harmonize unaishi kistar. Hapo amekoti kitu ambacho Kasipul alichokuwa anakizungumza kama ulivyosikia katika video. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, ni kwamba the meeting is symbolized a powerful moment of West Africa unity, with the fans now hoping for more collaborations and a stronger bond between Kenyan creator and Tanzanian stars. Yani anasema kwamba huu mkutano au kukutana kwa Kasipul pamoja na Harmonize kumeonyesha jinsi gani ambavyo tulivyokuwa na mshikamano kama wa Afrika, na pia vile vile inaleta matarajio mengine makubwa ya kushirikiana, collaborations kutoka kwa wa Kenya na wa Tanzania katika upande wa entertainment industry. So wa Kenya bwana, hii ni page kutoka Kenya actually imeandika hizi habari na inaonyesha jinsi gani ambavyo Wakenya wanapopenda umoja na wa Tanzania. Of course Tanzania tunajua kabisa kwamba hawana noma, hawana baya lolote na Kenya. Kumekuwa na hizi hiccups za hapa na pale hivi karibuni, lakini tunaona kwamba bado content creator wa kule Kenya bwana wanaonyesha jinsi gani ambavyo wanavyokubali wasanii wa Tanzania, the same pia kama wabongo wanavyokubali baadhi ya wasanii kutoka Kenya, kwa sababu tunajua kabisa kwamba bongo bwana msanii pekee ambaye anayemkubali ni Bien Soul. Wengine wote hawa hakuna mbongo ambaye ana time now. So it is what it is. Ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section hapo, tuambie unazungumziaje kukutana kwa Harmonize na Kasipul pale Konde Village. Tuwekee maoni yako kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tunasoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.